Yes, bado tuko na Mange Kimambi kupitia Biomedia Channel ambaye yeye leo anatoboa siri sababu za mahakama kushindwa kusikiliza kesi ya uhaini ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na kuhairishwa mpaka siku ya kesho. Karibu mtazamaji wetu katika upande wa habari za kisiasa. Jina langu ni Official Rose D. Kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu imeweza kuhairishwa hadi siku ya kesho mara tu baada ya mahakama kushindwa kuendelea na usikilizwaji kufuatia mjadala mzito ambao uliibuka kuhusu notice iliyowasilishwa na upande wa jamhuri kuhusiana na ushahidi mpya. Kesi hiyo inamvutia hisia ama inavuta hisia kwa wananchi wengi na inaendelea kuwa gumzo kutokana na mvutano wa kisheria ambao unaibuka mara kwa mara kati ya upande wa mashtaka na utetezi. Na katika hatua ya leo, upande wa jamhuri ulieleza kuwa uliwasilisha notice ya kuwasilisha ushahidi wa ziada tarehe 20 Februari mwaka 2026 kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Wakili wa serikali alifafanua kuwa notisi hiyo imeambatanisha maudhui ya ushahidi unaotarajiwa kuongezwa mahakamani ikiwa ni nyongeza ya ushahidi uliotolewa awali na ACP Amani Mahamba. Na kwa mujibu wa maelezo ya jamhuri, ushahidi huo unakusudiwa kukidhi matakwa ya kifungu cha 308 kifungu mabano cha kwanza, huku akirejelea pia kifungu cha 308 mabano 4 kinachozungumzia ushahidi uliopo tayari kwenye jalada la kesi. Serikali ilisisitiza kuwa ACP Mahamba alikuwa mchunguzi wa matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025, hivyo ushahidi huo ni muhimu katika kuimarisha hoja zao mbele ya mahakama. Na hata hivyo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu kilipinga vikali hatua hiyo, kikidai kuwa notisi hiyo haikidhi matakwa ya kisheria. Lissu alieleza kuwa kifungu cha 308 mabano 1 kinahusu ushahidi mpya ambaye hakutoa ushahidi wakati wa hatua ya awali ya usikilizwaji, na kwamba upande wa jamhuri haujaleta shahidi mpya bali unajaribu kuongeza ushahidi wa shahidi aliyekwisha kutoa ushahidi wake. Aidha, alieleza kuwa notisi hiyo haimtaji shahidi mpya kama ilivyotakiwa kisheria bali inalenga kuongeza maelezo ya shahidi ambaye alikwisha kutoa ushahidi wake. Lakini pia Lissu alihoji kuingizwa kwa maelezo yanayohusu matukio ya uchaguzi mkuu wa 2025 akisema hayamo katika hati ya mashtaka na kwamba hatua hiyo inaonekana kama jaribio la kubadilisha mashtaka bila kufuata utaratibu wa kisheria. Katika hoja yake alisisitiza kuwa wakati wa matukio hayo alikuwa mahabusu kwa zaidi ya miezi 6, hivyo kuhusishwa kwake na matukio hayo kunazua maswali ya msingi ya kisheria. Lissu alionya kuwa mahakama ikiruhusu notisi hiyo itakuwa imefungua mlango wa kuingiza maswala mapya yasiyokwemo kwenye mashtaka rasmi, hali iliyoita kufungua sanduku la Pandora. Kutokana na mjadala huu mzito wa kisheria, mahakama ililazimika kuahirisha kesi hiyo hadi siku ya kesho kwa ajili ya kutoa mwendelezo zaidi juu ya hatima ya notisi hiyo na mwendelezo wa usikilizwaji wa kesi hiyo nyeti kabisa. Biomedia tuko vyema kabisa kuangazia mwendelezo utakuwa vipi na tamati itakuwa ni vipi. Tuendelea kukupa update mtazamaji wetu. Bye bye.